Ngoja nianze na hamasa yangu KingoFarm kwa wale ambao wanaanza kufuga. Naweza nikasema wengi sana wanaingia kwenye ufugaji sababu labda ya kutamani. Amemwona mfugaji fulani ana pesa, au mtu fulani mtandaoni ana pesa na mafanikio na magari na nini, na wewe ukatamani kwenda kufuga. Sasa kitu muhimu cha kujua kwamba unapokwenda kufuga ni wewe kama wewe unaanzisha safari yako, sio kwamba unaunga safari ya yule ambaye umemtamani kwamba mtaenda pamoja. Safari yako inaweza ikawa tofauti kabisa na mtu ambaye amekutamani, au safari yako ya ufugaji inaweza ikawa tofauti kabisa na mtu ambaye amekuvunja moyo. Maana yake kuna mwingine unaweza ukawa unataka kuanza, lakini kuna mtu ambaye ameshawahi kufanya hii biashara ya ufugaji, alipata hasara sana akakuvunja moyo. Kwa hiyo safari yako wewe ni wewe tu, hutoka hata siku moja ufanane na mtu mwingine. Jitihada ambazo unazichukua wewe na uvumilivu ambao unao wewe ndio utakuja kukujenga wewe kama wewe. Huu ndio ujumbe wangu kwa wale wafugaji ambao wanataka kuanza. Maana yake hizi video pia wafugaji ambao wanawaza kuanza ndio huwa wanazibonyeza sana, wakiona kwamba umeweka pale gari, umeweka pale mafanikio, umeweka pale pesa nyingi, wengi sana huwa wanapenda sana kuzitazama. Kwa hiyo najua miongoni mwa watazamaji wengi kwenye hii video watakuwa ni wale ambao hawafugi lakini wanatamani siku moja waje wafuge, na wakaribisha sana kwenye hii video. Nisikilize mpaka mwisho mwa hii video, nadhani kuna kitu kimoja au viwili vitatu utavipata vizuri kabisa. Kwanza kabisa ninapenda kuambia kwamba kama unataka uanze kufuga, andaa mpango kazi mzuri kabisa wa kibiashara. Hii sio lazima kwa mfugaji ambaye anapanga kuanza kufuga. Hata wewe ambaye unafuga, kama huna mpango biashara mzuri kwenye biashara yako ya ufugaji, basi huu ndio muda sahihi wa kuandika. Tena wewe utakuwa na faida kubwa kwa sababu kuna vitu tayari unaviona kwa vitendo zaidi kuliko ambaye anafikiria kuanza kufuga. Yeye vitu vingi sana atakuwa anafanya vya kufikiria, au labda aende kwa mfugaji mwingine mwambie baadhi ya vitu kama masoko na vitu vingine, japo sidhani kama kuna mtu yeyote yule atakwambia kitu kwa usahihi zaidi ya wewe mwenyewe kuanza. Kwa hiyo hii hatua ni kubwa sana. Kwanza inatakiwa uanze, pili uwe na huo mpango kazi mzuri kabisa wa kibiashara. Uangalie kwamba kuku wako utawauzia wapi, utafanyaje. Na huu mpango kazi wa kibiashara sio kwamba unakaa tu, unahitaji kubadilisha. Na wengine wamekalili sana kwenye kuandika. Unaweza usiandike, lakini ukawa na sheria zako ambazo unazifuata. Kwa mfano mzuri naweza nikasema sisi KingoFarm, nikichukulia mfano, sisi huwa hatukopeshi kuku. Yani hicho ndio kitu pekee ambacho kinatutofautisha sana na watu wengine. Kwa hiyo wafugaji wale wanunuzi wameshazoea kwamba tukienda pale shambani kwa KingoFarm yule hakopeshi. Kwa hiyo yoyote yule lazima aje na keshi hapa, tofauti labda na mashamba mengine unakuta wanakopesha. Kwa hiyo nachukulia mfano vitu kama hivyo ni muhimu sana ukajiwekea, hata kama hujaandika. Labda unaweza ukaweka mpango kazi mwingine, mimi nataka nizalishe mayai kwa sababu soko ndio ninaliona pale mayai. Kwa hiyo unakuwa na vitu vingi, sheria nyingi ambazo umeziwekea wewe mwenyewe kwa biashara na ambazo huwezi ukazivunja. Mfano mwingine wa sheria ambayo sisi tunayo, kila baada ya wiki moja sisi hapa shambani, kutokana na soko letu ambalo tunalo huku, hakuna mteja ambaye ukifuga broiler 500 atakuja kuachukua broiler wote 500. Wanunuzi wengi wa huku nakuta anakuja anachukua kuku 20, kuku 15, kuku 30. Kwa hiyo kama kuku wetu watakaa zaidi ya wiki moja, tunaongeza hela, tunaongeza 1000 kutokana na utafiti ambao tumeufanya, gharama ambazo tutaendesha hawa kuku tulizoziona. Kwa hiyo ndio maana tunaongeza 1000 kwa kuku akikaa kwa muda wa wiki moja. Kwa hiyo huo ni mpango kazi mzuri wa kibiashara ambao tumejiwekea sisi hapa shambani kwetu. Lakini pia kitu kingine ambacho sisi binafsi tunacho, ninaweza nikakushauri hata wewe ukitumie. Sisi huwa tunacheza sana na mahitaji ya bidhaa ambayo tunayo, yani mahitaji ya kuku. Tunasema kwa wenzetu wanasemaga supply and demand. Kipindi ambacho labda wafugaji wengi ndio tayari wanao kuku, basi tunauza bei za kawaida tu. Lakini ikitokea nafasi kwamba sisi tukawa tuna kuku hapa shambani, hakuna wafugaji wengine ambao wana kuku,
kuku. Yani utaona tu wewe mwenyewe, utakuta wateja wanakuja sana, ni wengi sana. Basi pale sisi binafsi huwa tunachukua nafasi ya kuweza kupata walau kafaida kakubwa kidogo, kwa sababu wewe ndio unaye supply. Demand imekuwa kubwa, wahitaji wamekuwa ni wengi. Kwa hiyo kitu kama hicho unakiweka tu mpango wa biashara smart wewe mwenyewe, manake ukishindwa kudhibiti huo, hapo kuna kipindi kuku atakuwa bei chini na wewe utahitaji uuze bei chini, kwa sababu hata kipindi ambacho kuku huwa wanauzwa inatakiwa wauzwe bei kubwa, wewe unauza bei chini, huwezi ukawa mfugaji ambaye unapata faida. Niwafundishe kwenye hichi kipengele mbinu nyingine ya mwisho ambayo kidogo imekaa kikatili, lakini kibiashara inafanya kazi vizuri sana. Ikitokea mpo kwenye ushindani, eneo ambalo unafuga kuna wafugaji wengi, ukabahatika wewe kuweza kupata mbinu bora ambazo zinawavutia wateja wengi waje wanunue kuku kwako. Kwa mfano, ukabahatika kupata mbinu, kwa mfano sisi tunazofundisha kwenye kundi letu, jinsi ya kuwafuga broiler wawe na kifua kipana, broiler wawe wakubwa sana kwa kutumia tiba za asili, basi hiyo siri inatakiwa ukae nayo. Kwa sababu gani? Kama utawafundisha washindani wenzako kwenye lile eneo, ni kwamba utaingiza ile bidhaa kwa wingi sana sokoni kwako. Kwa hiyo wateja waliokuwa wanakuja kwako kwa sababu ya upekee wa bidhaa ambayo unao, watakuwa wana option ya kwenda sehemu nyingine, na kama itakuwa ni hivyo, basi kitakuwa ni kitu cha kawaida na wateja wenu watachukulia ni kitu cha kawaida. Baadaye utakuwa huna utofauti na wafugaji wengine. Kwa haraka sana, tukiachana na hiyo ya kuandaa mpango kazi wa biashara mzuri, jambo jingine la pili ni udhibiti wa magonjwa shambani. Katika eneo ambalo linaweza likakuangusha kabisa kwenye biashara na ukapata hasara kubwa, ni vifo. Kuku kama watakufa, na kuku wanakufa sababu ya magonjwa. Kwa hiyo unapaswa kuwa na mbinu au kuwa na elimu sahihi ya kuweza kudhibiti magonjwa. Usikisie, usitibie kuku kwa kukisia. Tibia kuku ukiwa na uhakika kabisa na ukiwa umepata elimu sahihi ya namna ambavyo unaweza ukatibia kuku bila kupoteza muda, lakini pia namna sahihi ambayo unaweza kuzuia magonjwa yasiweze kufika shambani kwako, kama vile kuwapa kuku chanjo sahihi, lakini pia usafi wa mabanda, biosecurity tunasema kwamba kuzuia magonjwa yasije shambani kwako, na mbinu nyingine nyingi ambazo zitafanya kuku wako wasipate magonjwa. Kwa mfano, sisi tunacho kitabu cha tiba za asili. Kile kitabu kina tiba sahihi sana kwenye magonjwa, kwa hiyo kitakusaidia sana kama utakipata. Kitabu kinauzwa shilingi 10,000, ni PDF. Na tukiachana na hayo maeneo mawili, eneo la tatu ambalo litakupa faida ni kwamba endelea kubuni njia bora za kupunguza matumizi. Tunasema kwa kizungu kwamba kucut cost. Endelea kuona, maana unapoingia mwanzo yawezekana ukawa unatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kile kitendo cha wewe kutumia mbinu sahihi za kuweza kupunguza matumizi zitakufanya uweze kupata faida zaidi. Rai yangu ni kwamba kuna wafugaji ambao wanapunguza matumizi katika mbinu isiyokuwa sahihi. Kwa mfano, kuwapa pumba tupu au kuwapa chakula ambacho sio bora kuku wako kwa sababu ya kupunguza matumizi, utajikuta kuku wanaumwa, wanakufa wote, kwa hiyo unakuwa umepata hasara. Kwa hiyo inatakiwa uwe na mbinu bora. Mfano mdogo, ngoja niwachukulie. Kuna mfugaji ambaye nimewahi kukutana naye, niliongea naye, shida yake kubwa alikuwa kuku wake hawatagi. Sasa yeye alikuwa mwanzo anawalisha chakula cha dukani. Aliona baadaye anapata faida kidogo. Aliona kama baada ya siku 4 hivi ana kuku kama 500, lakini baada ya siku 4 anapata faida kama ya 40,000. Kwa hiyo akaona ile faida ni ndogo, akaamua kuanza kuchanganya chakula yeye mwenyewe kwa kutumia vitu vichache sana. Akapunguza kama nusu ya gharama ya chakula ambacho alikuwa anatumia mwanzo. Kilichotokea ni kwamba akawa akipiga hesabu anapata hasara. Kwa hiyo huyu alipunguza matumizi katika njia isiyokuwa sahihi. Kwa hiyo wewe punguza matumizi katika njia ambayo ni sahihi kabisa. Kama unaona chakula cha dukani ni gharama, basi nunua kitabu cha KingoFarm cha Safari ya Ufugaji ambacho kina kanuni bora kabisa ambazo zitakusaidia kuweza kuwafanya kuku wako watage sana, lakini pia kwa gharama nafuu, na sio kubunibuni tu kanuni na kuwapa kuku wako ili mradi wale, matokeo yake wanakuwa hawatagi.
Tukitoka kwenye hiyo mbinu ya 3 tukielekea kwenye mbinu ya 4, ni kwamba tengeneza njia bora za kuongeza idadi ya kuku. Hapa nilikuwa namaanisha kwamba tengeneza namna bora ambayo utaweza kutanuka. Sio miaka yote unafuga kuku 100. Hapana, hii ni biashara. Lazima uangalie unaendeje kufuga kuku 200, utaendeje kufuga kuku 300, utaendeje kufuga kuku 1000, 5000 mpaka utakapofika kuku 10,000. Ukiwa na namba kubwa ya kuku, lakini pia gharama zinakuwa zipo chini na faida ambayo unakuwa unapata inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo tengeneza mbinu sahihi ambazo utaweza kukua kibiashara, hasa kwenye namba. Kama ulikuwa unafuga kuku 200 mwaka huu, weka malengo mwakani utafuga kuku 5000, weka malengo utafuga kuku 1000, taratibu hivyo bila ya kuruka sana hatua. Sio umetoka kwenye kuku 100 unaenda benki unakopa hela unaenda kufuga kuku 10,000, kuku 8,000. Kwa kiasi fulani wanaweza wakakushinda sababu ya idadi ambayo umeruka, umeenda sehemu pakubwa sana. Mbinu ya mwisho ya 5, tukitoka kwenye mbinu ya 4. Hii mbinu jamani, wafugaji wengi au wafanyabiashara wengi hawaijui na uwezi ukaambiwa na mtu yoyote. Tumia mitandao ya kijamii kujitangaza kwa kutoa elimu. Wafugaji wengi au wanunuzi wengi wa hizi bidhaa wanahitaji wapate elimu, ndipo wapate sababu ya kununua kwako. Kwa nini wanunue kwako? Kwa hiyo mitandao ya kijamii sasa hivi inafanya kazi kwa asilimia kubwa sana. Yaani mimi binafsi pia natumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nguvu ya mitandao ya kijamii ninaijua. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii, toa elimu, muelimishe mtu kwa nini anunue kuku wako, wana faida gani, atapata nini. Utapata wateja wengi sana na utauza sana na utapata faida, watu watakuamini. Tena fanya biashara hiyo kwa uaminifu mkubwa sana. Yaani hii ina apply kwa wote, hata kama wewe umefungua, unachinja, unafanyeje. Hii ni muhimu sana kuifanya hivyo. Na ya mwisho ya bonus ambayo nataka nikuongezee, tengeneza chain yako wewe mwenyewe ya kufanya biashara. Ninapozungumzia chain nazungumzia kitu kimoja hivi. Kama unafuga, basi umefuga unawauzia watu wanaenda kuchinja, baada ya muda anza wewe mwenyewe, anzisha bucha, labda wewe unachinja mwenyewe. Kwa hiyo unafuga, unakuja unachinja mwenyewe, baadaye unaweka package unapeleka kwenye supermarket, au kama unazalisha mayai, basi unakuwa na frame ambayo mayai yako unatoa unaenda kumuuzia mteja wa rejareja moja kwa moja. Unakuwa na frame labda sehemu iliyochangamka. Kwa hiyo unakuwa hakuna mtu wa kumlaumu, hakuna kumsumbua mtu yoyote aje anunue bidhaa zako, kwa sababu wewe mwenyewe unaziuza, unazitoa shambani kwako unazipeleka moja kwa moja kwenye soko bila ya kupitia mtu kati. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ya mwisho ya bonus. Sasa ndugu zangu, kama kweli umefika hadi mwisho mwa hii video, ninapenda kukualika au kukukaribisha na familia ya KingoFarm. Unaweza ukajiunga kwenye kundi letu kwa shilingi 5,000, lakini tunavyo hivyo vitabu 3 ambavyo vinatoa elimu bora kabisa ya ufugaji. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000. Utakipata soft copy kwa njia ya WhatsApp, ukilipia utapata muda huo huo.